Kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Murilo ametoa ufafanuzi wa kina kufuatia hali ya taharuki na maswali yaliyoibuka miongoni mwa jamii baada ya askari wa jeshi la polisi wenye silaha nzito za moto kusambazwa na kuzingira maeneo mbalimbali ya kimkakati ya jiji la Dar es Salaam na viungani vyake vyote. Hatua hiyo kubwa ya kiusalama imeshuhudiwa na wakazi wengi wa jiji hilo waliotoka asubuhi ya leo kwenda kutekeleza mihangaiko yao ya kila siku ya kutafutia riziki na kuendesha shughuli zao za kiuchumi na kijamii, ambapo walikumbana na uwepo mkubwa wa ulinzi dhabiti wa askari polisi walioweka doria kila kona ya mji. Uchambuzi wa mazingira ya jiji hilo unaonyesha kuwa jeshi la polisi limeamua kuchukua hatua za makusudi na za kimkakati kwa kuweka askari waliovaa vifaa kamili vya kupambana na ghasia zikiwemo kofia ngumu za usalama maarufu kama helmeti pamoja na vifaa maalum vilivyotumika kufunika kabisa nyuso na sura zao wanapokuwa wamesimama kulinda maeneo mbalimbali yaliyotengwa kwa ajili ya usalama huo. Ulinzi huo mkali unajumuisha pia usambazwaji wa magari makubwa ya kutuliza ghasia, magari yanayobeba mabomu ya machozi, magari ya maji ya kuwasha yenye uwezo wa kutawanya mikusanyiko mikubwa ya watu, pamoja na aina nyingine ya magari mazito ya usalama yanayofanana kabisa na vifaru vya kijeshi ambayo yameonekana yakipita na kusimama kwenye maeneo mbalimbali ya barabara kuu za jiji la Dar es Salaam. Askari hao wakiwa wamemiliki silaha zao za moto kwa umakini mkubwa, wamepangiwa majukumu katika maeneo nyeti ikiwemo steji zote kuu za mabasi ya mwendo kasi pembezoni mwa mzunguko wa barabara unaojulikana kama VVIP, maeneo yote ya makutano yenye taa za kuongeza magari barabarani ama ya kuongoza magari barabarani, pamoja na maeneo mengi yanayokabiliwa na msongamano mkubwa wa raia. Muonekano huu wa kijeshi barabarani umewafanya wananchi wengi kujadili kwa kina na kuhusisha operesheni hii na fuguvu kubwa linaloendelea kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kumekuwa na uhamasishaji mkubwa wa kufanyika maandamano ya nchi nzima yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7, yani 7/7 ya mwaka wa 2026. Hofu ya wananchi na mijadala mtandaoni imekuwa ikichochewa na kumbukumbu ya matukio yaliyotokea huko nyuma mnamo tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka uliopita, ambapo maandamano yaliyofanyika yalisababisha mivutano mikubwa ya kijamii, ghasia kubwa za barabarani, uharibifu wa mali pamoja na vifo vya raia kadhaa, hali inayopelekea jamii kuamini kuwa jeshi la polisi limeamua kujitokeza mapema barabarani kuanzia jana Jumatatu ya Juni tarehe 29 na leo Jumanne ya Juni tarehe 30 ili kuweka doria kila kona na kuzuia marudio ya ghasia kama hizo kabla ya tarehe ya maandamano yaliyotangazwa kufika. Kufuatia hali hiyo inayotishia utulivu wa kisaikolojia wa wananchi wanaotafuta maisha yao ya kila siku, kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Murilo amefanya mazungumzo rasmi kwa njia ya simu ili kuondoa sintofahamu hiyo, ambayo ameibainisha kwa uwazi kuwa ulinzi huu mkali unaonekana sasa barabarani sio jambo geni wala alihusiani na hofu yoyote ya maandamano ya mtandaoni, bali ni utaratibu wa kawaida ya kijeshi na kiusalama unaolenga kulinda maeneo yote ya jiji hilo na viunga vyake vyote vya nje. Kamanda huyo amefafanua kuwa jeshi la polisi lina wajibu wa kisheria na kikatiba wa kuhakikisha kuwa wananchi wote wa maeneo mbalimbali ikiwemo Kibamba wanakuwa salama katika wakati wowote wanapotekeleza majukumu yao ya kijamii na ya kujenga taifa. Mkuu huyo wa polisi mkoa amezidi kuorodhesha maeneo yote ambayo doria hizo zinatekeleza kwa kiwango kile kile, akitaja maeneo ya Tegeta, eneo la Bunduchi, maeneo ya Bunchu Hama na Bunchu B, kote huku ulinzi ukiwa umeimarishwa kikamilifu. Kamanda Jumanne Muliro ameongeza kuwa operesheni hiyo ya kulinda amani inaguza pia maeneo ya Kitunda, Mwanagati, Mzombola, Kilume pamoja na wilaya nzima ya
Kigamboni, ambapo kote huko askari wapo kazini kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unalindwa bila kuwepo kwa mwanya wote wa uhalifu kufuruga amani ya nchi. Amesisitiza kwa mamlaka kwa ulinzi huo haupo kwa ajili ya kuleta tabasamu au mzaha kwa wananchi, bali ni kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu mazito ya kiserikali ya kuhakikisha usalama wa kudumu unakuwepo kwenye kila sekta ya jiji hilo. Katika kurekebisha mitazamo ya wananchi wanaodhani ulinzi huo umeanza kabla kwa sababu ya tarehe 7 ya mwezi wa 7, Kamanda Jumanne ameweka wazi kuwa kama mwananchi yeyote angekuwa amezunguka jiji hilo wiki iliyopita au hata mwezi uliopita, angeziona tofauti yoyote ya msingi na kile kinachoonekana leo barabarani, kwani jeshi la polisi limekuwa likitekeleza wajibu wake ule ule kwa viwango vile vile vya kiusalama kila siku bila kupunguza kasi yake ya kiutendaji. Amefafanua kuwa wananchi wanaona utofauti mkubwa hivi sasa kwa sababu tu wameamua kuanza kuzunguka jiji hilo jana na leo na kuanza kuangalia askari kwa umakini mkubwa, tofauti na walivyokuwa wakifanya siku za nyuma wakati doria hizo zikiendelea kufanyika. Jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam limehakikishia umma kuwa litaendelea kuwepo barabarani na kwenye maeneo yote ya mikusanyiko ya kijamii ili kuizuia viashiria vyote vya uvunjivu wa sheria, na kwamba linao uwezo kamili na rasilimali watu wa kutosha pamoja na zana zote za kisasa za kuizuia fujo yoyote inayoweza kupangwa na watu wenye nia ovu dhidi ya usalama wa nchi na utulivu wa wananchi. Kamanda Murilo amewataka wananchi wote kuendelea na shughuli zao za kawaida za kila siku bila hofu yoyote ya kiusalama, kwani uwepo wa askari hao ni faida yao na usalama wa mali zao zote zilizopo kwenye makazi na maeneo ya biashara kote. Hali halisi ya kiutendaji barabarani inaonyesha kuwa pamoja na maelezo hayo ya jeshi la polisi, uwepo wa magari yanayofanana na vifaru na askari walioficha nyuso zao unaendelea kuwa ni kivutio kikubwa cha macho ya wapita njia na madereva wanaotumia barabara za mwendo kasi na makutano ya taa, ambayo usimamizi wa sheria unatekelezwa kwa kiwango cha juu cha nidhamu ya kijeshi. Harakati ya kiusalama zilizoshuhudiwa kuanzia Juni tarehe 29 hadi jana wa mwaka huu wa 2026 zinasalia kwa sehemu ya mikakati ya muda mrefu wa kulinda jiji hili kubwa la kibiashara nchini Dar es Salaam na Tanzania, ambapo linakabiliwa na ongezeko kubwa la watu na shughuli za kiuchumi zinazohitaji ulinzi wa masaa 24 ili kuzuia uhalifu wa aina yoyote na kuhakikisha utulivu wa kijamii unatawala katika kila kona ya mkoa huu wa kipolisi, kuanzia maeneo ya kati ya mji hadi viunga vya pembezoni mwa nchi vilivyotajwa na uongozi wa jeshi la polisi.